serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba tunalinda wawekezaji ili waendelee kutoa ajira. Tunalinda mitaji yao wanayoweka kwenye maji kwa kununua meli, boti na vyombo vingine visasa. Hivyo TASAC muendelee kusimamia hilo, na niwatoe hofu wa Tanzania wala wasiwe na mashaka. Serikali ipo kazini, itawalinda, itatimiza jukumu lake la kimsingi la kikatiba la kulinda raia na wasio raia na mali zao, na hii tutaifanya kwa sehemu kubwa kwa kutumia taasisi yetu ya TASAC upande wa majini na vyombo vingine vya serikali. Kwa hili ni jambo ambalo utakapokuwa na mkurugenzi ni vyema kusisitiza, ni kuendelea kuwasisitiza kutumia utaalamu na kuwekeza kwenye utaalamu. Leo mkurugenzi, idadi ya wataalamu tulionayo inaweza isitoshe kabisa ukilinganisha na mahitaji ya 2030. Kwa mfano, mzigo kama nilivyosema uliokuwa unahudumia mwaka 2021 kwenye bandari zetu zote ilikuwa tani 17.7. Makadirio yalikuwa ni kwamba itakapofika 2030 tutakuwa tumefikisha mzigo tani milioni 30, kutokana na uongozi madhubuti wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kutokana na kuimarisha diplomasia ya uchumi na kutambua mchango wa sekta binafsi. Mzigo wa tani milioni 30 uliokuwa unakusudiwa kukamilika 2030 umefikiwa mwaka 2024, miaka 3 tu. Na sasa hivi tunapiga hesabu kwamba Dar es Salaam ikifika 2030 pengine ifike mzigo wa tani milioni 62. Ukiangalia hiyo maana yake nini, tafsiri yake? Utahitaji wataalamu wengi kwenye sekta ya baharini. Utahitaji manahodha, wasaidizi, mabaharia na watu wengi ambao watasaidia kuendesha sekta hiyo. Wewe kama regulator, wewe kama msimamizi au mdhibiti, usiishie tu kudhibiti, isaidie serikali ni namna gani tupate wataalamu zaidi ambao utaweza kuwasimamia. Sasa unapodhibiti, kama huna wataalamu, huna vyombo, utadhibiti nini? Kwa hiyo ndio rai yangu, lakini mwisho na wapongezeni ninyi TASAC kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa uadilifu na weledi mkubwa wa kuisaidia serikali yenu, kwa kutumia vyema taaluma zenu kuisaidia nchi yenu, kwa sababu mnatambua nchi hii na Watanzania karibu milioni 60 na ninyi wachache ndio mmepata dhamana kwa msaada wa Mwenyezi Mungu wa kuhudumia wengine. Si kwamba tuliokaa kwenye nafasi hizi na akili sana au tumesoma sana. Mungu ametaka tusimame, hivyo tunao wajibu wa msingi wa kufanya kazi kwa uadilifu na uzalendo ili manufaa yake yafike kwa Watanzania wote ambao kimsingi hawatapata fursa hii.